Ni kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zikiwa zinaendelea, sisi jukumu letu ni kuhakikisha kuwa tunakupasha habari katika anga la kimichezo kwa yale ambayo yanaendelea kujili hivi sasa. Mfukuto uliopo kwa taifa hili la Tanzania ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Aidha ichezwe ama isichezwe, imebaki 50-50. Taarifa kwa umma ya Simba Sports imetupa wasiwasi wa maelezo yaliyoandikwa ni kama dabi inataka kubadilishiwa tarehe, na Simba ikionyesha msimamo wa kuwa hawatatambua tarehe nyingine tofauti na 15 Jumapili, ambapo mchezo wa dabi ya Kariakoo mechi nambari 184 utakwenda kuchezwa. Nipo na Heavyweight_Dula, ndivyo unavyoweza kumtafuta hivyo katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Hali yako brother iko vipi? Bana, kwema kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko vizuri kaka? Niko fresh kabisa. Taarifa kwa umma kaka zimekuwa za papo kwa hapo, haimaliziki siku taarifa kwa umma inakuwa imetoka. Tuanzie hapo ndugu yangu. Umeishuhudia taarifa na umesoma barua ile taarifa vizuri ya Simba Sports? Yeah, of course nimeisoma, na ile barua ni kama inatoa amri, ni kama ina direct kwamba Simba, kwa sababu kwanza mwanzo kabisa paragraph ya kwanza inasema Simba itafika uwanjani tarehe 15 katika mchezo namba 184 Juni 15 mwaka 2025. Sawa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba Simba wanatoa taarifa kwa wapenzi na wadau na maana mashabiki wao kwamba tarehe 15 watakuwa, haijalishi nini kitakachotokea, wataenda pale kushiriki mchezo namba 184. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeshakuwa sealed pale kwamba watakuwepo. Sawa. Jambo la pili wameandika kwamba mabadiliko yoyote ya kujaribu kubadilisha tarehe ya mchezo. Umeelewa? Mabadiliko yote ya kujaribu, yani manake bodi ya ligi hata isijaribu, sio kubadilisha, isijaribu kubadilisha, kwa sababu ikijaribu Simba hawatotambua tarehe nyingine yoyote ya kucheza huo mchezo zaidi ya tarehe 10 na ngapi? 15. Sawa. Kwa sasa hapa ambaye ameakanyaga ni nani? Ni bodi ya ligi. Ni kama mtukati, amewekwa mtukati, huyu anasukuma mkono wa kulia, huyu anasukuma mkono wa kushoto, afu bodi ya ligi ipo katikati. Na hii ndo tunakuja sasa kwenye point kwamba bodi ya ligi ameyatafuta. Sawa? Kwa sababu watu walikuwa wanadhani labda Simba yuko upande wa bodi ya ligi, yupo upande wa TFF au nini. Unajua Yanga ndio imekuwa timu ambayo ina complain sana kuhusu bodi ya ligi, sio ya nini na nini, ambayo kiuhalisia Yanga katika misimu ya hivi karibuni wao ndio wamenufaika zaidi na uongozi huu wa bodi ya ligi, na uongozi wamekuwa wakisikilizwa sana. Kuna kipindi Simba ilikuwa inacheza michuano ya kimataifa, Yanga hao wakaja wakasema hawataki viporo. Sio, unakumbuka hicho kipindi? Bana, viporo vinatuharibia ligi, sio nini na nini. Umeelewa? Msimu wao wa kwanza katika kuchukua mataji matatu ya ligi, msimu 2021-22, Simba alikuwa anacheza michuano ya kimataifa, alifika mpaka robo finali kama kawaida. Lakini Yanga hawakutaka kufanyaje, kuelewa ni kitu kinachoitwa kiporo. Ingawa ule msimu ule ulifika robo finali, lakini na shirikisho sasa lilitoa club bingwa. Wakasikilizwa, wamekuwa wakijipangia mambo. Sasa Simba sio kwamba ilikuwa haiwakeri, ilikuwa inawakera. Sasa awamu hii baada ya kutokea ile sakata, watu wengi wakawa wanahisi labda Simba yuko upande wa bodi ya ligi na TFF, kitu ambacho sio kweli. Simba alikuwa ametulia tu kwa sababu ameona hana haja ya kupiga kelele. Tarehe nyingine imepangwa, sio, unanielewa? Jambo lao lilienda kupelekwa CAS, ushindi ukawa upande wao. Na kwa sababu walikuwa wako kwenye njia moja, sababu Simba baada ya kucomplain tukio ambalo lilifanyika tarehe 7 jioni, bodi ya ligi wakaamua kughairisha mchezo. Sio, unanielewa? Sasa wao wakaona hamna haja ya kucomplain. Wako wao walikuwa wanapiga kelele hapa katikati, walikuwa Yanga tu mara sio nini, mara wa print t-shirt, mara nini, mara Simba wametulia tu kimya. Sasa hapa manake wakasikia fununu. Umeelewa? Simba walichosikia kwamba kuna possibility ya mchezo kuhairishwa, ndo wakatoa agizo lao pale moja tu kwamba bwana, sisi tutakuwepo tarehe 15, manake wataingia uwanjani, lakini vile vile hawataki kuona wala kusikia jaribio lolote la kughairisha mchezo. Sasa wana haki ya kufanya hivyo, sio, umeelewa? Kwa sababu ambaye ana makosa ni nani? Ni bodi ya ligi.
kwamba wamekuwa wakizoea kufanyaje, dekeza. Sio, umeelewa? Sasa nataka watu wapate picha kwamba hata Simba kuna vinyongo vyake kwenye bodi ya ligi ambavyo vinatokana na mambo haya ya kuona kwamba mwenzie kuna vitu anafanyiwa. Na ndio maana unajua nikwambie kitu kimoja. Jeuri huwa inatokana na nini? Jeuri inazalishwa na kiburi, na kiburi kinatokana na nguvu iliyopo nyuma. Unajua asilimia kubwa hivi vilabu vinapoa ujeuri na watu ambao wapo nyuma. Unaelewa? Ambao watu wanajiuliza waliopo nyuma hivyo vilabu ni akina nani? Ni mashabiki. Yaani mtu anaamini kwamba mashabiki milioni ngapi, yaani mtu anaamini, unajua Simba wewe utafanya hivi, sisi tuna washabiki wengi, sisi tuna nini na nini. Kwamba wanaona kwamba ukija kufanya jambo ambalo litaenda against na mashabiki lukuki, inaweza ikawa changamoto. Si umeelewa, kwa nchi kwa ujumla wake. Kwa hiyo hichi ndio kinachowapa jeuri. Kwa hiyo kila timu hapa inachokifanya inataka kupigana ijidhihirishe kwa mashabiki kwamba yenyewe sio kinyonge. Kila uongozi katika hizi klabu mbili inataka kuonyesha mashabiki kwamba sisi tuna nini? Tuna msimamo. Kwa hiyo sasa hili jambo linamfanya bodi ya ligi anachanika katikati. Umeelewa? Kwa sababu bodi ya ligi hakuna ile timu ambayo imenufaika pase, yani kabisa kwamba useme hii sasa imebebwa sana, yani live na kila mmoja ana vinyongo vyake vya kulaumu bodi ya ligi kuhusiana na mwenzie. Si unanielewa? Hata Simba ana mambo ya kulaumu bodi ya ligi kuhusiana na Yanga, hata Yanga ana mambo ya kumlaumu bodi ya ligi kuhusiana na Simba. Ni kwa sababu bodi ya ligi imejitengenezea mazingira ya kuvifanyia favors za kupitiliza hivi vilabu mpaka leo hii sasa vinawapanda nini? Kichwani. Na ukiniuliza mimi kwa upande wangu, sioni sababu kwa sababu kuahirisha hii mechi sio solution. Umeelewa? Nimemsikiliza Karim Boimanda ambaye ni afisa habari wa bodi ya ligi. Katika mahojiano yake kazungumza kwamba kuna taarifa nyeti ambayo inaweza ikatolewa muda wote kupitia kwake yeye idara ya habari, lakini inatoka kwa uongozi wa bodi ya ligi. Hauoni kwamba kuna hatihati kubwa ya Simba kafika uwanjani, lakini Young Africans katika msimamo wake anaweza asipeleke timu ndani ya uwanja wa Benjamin? Mimi ninachokifanya na kurudisha kwenye taarifa ya umma ya kwanza ya Simba. Sio ile ya tarehe 7 jioni mwezi wa 3, kabla ya taarifa ya umma ya jana. Kulikuwa kuna taarifa ya umma ya juzi. Unaikumbuka ile taarifa ya umma? Walisema kwamba kuna kipengele walisema kwamba inawataka TFF na bodi ya ligi kuwaweka hadharani taarifa ya uchunguzi na kuwaweka hadharani. Sio, unakumbuka? Nikakwambia Jafe, hii taarifa ni design kama Simba kuna kitu wanakijua ambacho pia bodi ya ligi wanakijua. Alafu sasa Simba ni kama wanashauku au wanashangaa mbona hawa hii taarifa hawaitoi, hawaiweki hadharani. Sio, unanielewa? Unakumbuka nilikwambia maneno? Nakumbuka vizuri. Kwa hiyo nikakwambia kuna kitu cha siri ambacho mimi na wewe tu hatukifahamu, ila wao wanakijua, kipo baina yao. Unakumbuka nilikwambia maneno Sasa hiyo ndo nyeti yenyewe. Hiyo ndo kumbe unyeti wenyewe huko kwenye hilo swala. Ndio hilo swala. Si nikwambia Jafe, sisi tunatembea tu kwenye reli. Kodi unazijua, unajua kuzinyambua. Of course sijui ni nini, lakini ninachojua tu ni kwamba nilikwambia kwamba kuna nyeti. Nyeti si siri. Siri. Kuna taarifa siri nilikwambia, akakwambia bana barua haijaje hivi. Simba kuna kitu wanaamini bodi ya ligi wanacho, hawakiweki wazi hadharani. Simba kwao wamedirect pale. Unaelewa? Na kama unafuatilia toka sakata linaanza, bodi ya ligi ni kama yani mtu kwa macho wa kawaida anaweza akahisi wako upande wa Simba kwa sababu mechi ilivyohairishwa. Umeelewa? Ni kwa sababu Simba ndo aliandika statement kwamba bana tumefanyaje, tumefanywa fujo, tumezuiliwa kuingia uwanjani na nini. Umeelewa? Bodi ya ligi wakakairisha mchezo. Sawa? Taarifa nyingine ni kwamba Simba wakakaa muda mrefu hawajaandika andiko lolote. Baada tu Yanga kwenda kasi na nini, fujo nyingi zikatokea katikati hapa na nini, kesi ilivorudi bodi ya ligi wakapanga tarehe nyingine. Sio, unaelewa? Simba wakaja kuandika andiko lao jingine kwamba linataka watu ambao walihusika kwenye jambo lililotokea tarehe 7 jioni. Yaani wameandika paka muda, tarehe 7 starehe na muda jioni. Iliyopelekea mechi kuhairishwa, wawekwe hadharani na wachukuliwe
Kwa hiyo ile neno uchunguzi lipo tu kwamba uchunguzi nini, yani kama abortion. Lakini lile neno wawekwe hadharani na wachukuliwe hatua, ndio jambo lenyewe ambalo msingi wa yote, ndio hiyo nyeti yenyewe tunayoisubiri hapa. Sawa? Alafu sasa baada ya hiyo nyeti ni kwamba baada ya ile taarifa ya Simba kutoka, tunaendelea kuamini kwamba bodi ya ligi watafanyia kazi. Sio kama ambavyo walifanyia kazi swala la tarehe 7 kuahirisha mchezo tarehe 8. Sio, unanielewa? Nakuelewa vizuri. Kwa hiyo tunaamini hivyo. Na hili la tarehe 15 pia imani yangu inaniambia mechi haitobadilishwa, sababu Imanda mimi nimemsikiliza katika mazungumzo yake, akasema maandalizi ya mchezo yanaendelea kama kawaida vizuri, na wanategemea wadau ambao wadau wakubwa zaidi ni Simba na Yanga waendelee kushirikiana nasi katika kuhakikisha kwamba tukio linafanikiwa. Kuimba kupokezana kama tarehe 8 mashabiki wa Young Africans uongozi walipeleka timu uwanjani, Simba Sports hawakuwepo, basi safari hii ni safari ya Simba na wenyewe kwenda uwanjani, Yanga hawatofika katika uwanja wa mechi husika. Yeah, of course, kama wasipofika mimi labda niseme jambo moja. Bodi ya ligi waache kuendelea kujikoroga. Sawa, ilipofikia hapa ilipofikia, bodi ya ligi hawezi kusolve kwa njia hizo ambazo wanazitegemea wao. Kwa sababu katika hao wote hakuna hata mmoja anayetaka busara. Sijui unaelewa? Hawezi sasa hivi akasema sijui nitafanya hivi, nitaleta kikao. Walijaribu kuweka kikao cha suluhu. Kilifanikiwa? Si kilishindikana? Mpaka waziri wa michezo. Umeelewa? Waziri wa michezo sasa aliingilia. Ilifanikiwa? Hapana. Kwa mwisho wa siku mimi ninachosema ni kwamba kwa sababu hapa jambo limefika kwenye hii stage, linatakiwa lifanyike kitu kinachoitwa liwalo na liwe. Basi ndio kinachotakiwa kufanyika. Tarehe ishapangwa. Sawa, hamna muda wa kubembelezana. Watu waendelee na maandalizi yao kama bodi kwa ajili ya huo mchezo, mambo mengine yaendelee kama kawaida. Timu mwenyeji kama hataki kufanya majukumu yake ya msingi, bodi ifanye majukumu yake ya msingi. Timu opponent yakifika uwanjani, Simba Yanga hajatokea, wafanye processes zinazoita. Kwani kanuni zile zimetengenezwa kwa ajili ya nini? Menelewa? Kwa sababu mpaka wanatunga kanuni walifikiria kwamba kuna siku inaweza ikatokea sintofahamu, timu moja ikagoma kuingia uwanjani, ndio maana zikaundwa zile kanuni. Very simple, very simple. Nenda kwenye kanuni inasemaje? Timu ambayo itagoma kufika uwanjani inachukuliwa hatua gani? Kwanza opponent anapewa pointi 3 zake za mapema, kisha timu inashushwa, inakatwa alama 15, inashushwa madaraja mawili, si ndio inavyokuwa? Alafu pia kuna viongozi ambao wanahusika, umeelewa, kwenye hili swala kuchochea na nini, wanafungiwa miezi isiyopungua 12 na mafaini hapo yameorodheshwa pale. Na mimi kwa taarifa nilizonazo msemaji wa timu kuna msemaji wa timu hapo mbona mimi nimetulia na kusikiliza. Anakutana atakutana na rungu. Msemaji? Kuna msemaji wa timu atakutana na rungu. Kagera tena. Kwenye hili sakata mzee. Kuna msemaji wa timu atakutana na baina ya Simba na Yanga. Kwenye hili sakata na usija timu gani? Yeah, of course. Kwa hiyo kuna msemaji. Kwa hiyo kuna mtu ataliwa kichwa. Afisa habari ataliwa kichwa. Ndugu yangu. Wewe meneja habari au afisa habari? Hivi ni shida nayo kitengo alichokopo nacho kinachanganya ndugu yangu. Maana kina watu kama 5-6 hivi. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo lakini yeye ndo huwa anaonekana sana. Meneja habari. Yes, ni mtu fulani ambaye ana maneno fulani hivi ya kurusha. Unajua maneno ya kurusha. Yanakuaje hayo maneno? Yaani kibri, maneno ya kibri. Wewe tafuta msemaji mwenye maneno ya kibri. Kutoa amri kwa mtu yoyote. Maagizo kwa mtu yoyote. Vipi yupo huyo msemaji yuko juu ya mamlaka. Wewe fanya research zako, wewe si mwandishi bwana. Atakutana na rungu zito. Wanamla kichwa mapema mno. Hizo za ndani sasa. Na mwanzo na kila ikaribia dabi anakutana na hizo changamoto. Dabi ya kwanza ilikuwa afungiwe. Jambo likapindishwa na nini kwa sababu kutokana na mambo yaliyotokea akalipa fine. Tarehe nyingine ya dabi, umeelewa? Tarehe nyingine ya dabi hivyo. Sasa safari hii ameakanyaga. Kwa sababu watu wanataka unajua alipofika kwamba ni kama mgonjwa anakufa na kijiko chake mdomoni. Sasa
kwenye bodi pale washaona mambo yamewazidia. Kwa hiyo muda wote wanaweza wakapungua, kwa sasa wanataka kuacha na historia. Nikupe nafasi. Ingekuwa wewe ni miongoni mwa washauri wa bodi ya ligi, ungekuwa unalipi la kuwashauri katika nyakati kama hizi ambazo wanazipitia, na ni nyakati pengine katika uongozi wao hakuwahi kuziwaza kama watazipitia? Of course nyakati kama hizi ndo zinapima ukubwa wa fikra za viongozi. Unapopitia nyakati kama hizi, unajua watu wengi wanalalamikia bodi ya ligi, sijui wanalalamikia TFF. Of course kipindi hichi haya mambo yanaonekana hivi, lakini by the way hawa ni tuseme sawa, wana makosa yao, lakini hivi vitu haviletwi kwa sababu ya hawa. Hivi vitu vinaletwa kwa sababu ya jinsi ambavyo miaka nenda rudi chini ya generation hii, chini ya generation iliyopita na iliyopita tena, kumekuwa kuna tatizo la kufanya hivi vilabu kuwa vikubwa kuliko mamlaka. Mamlaka inakuwa kama kivuli. Kwa hiyo hii sio kwa sababu ya kina Boimanda, sijui ya kina nani, ya kina Almas Kasongo. No. Hii ni issue ambayo kwa muda mrefu imekuwa injected. Kwa hiyo hawa leo wana nini tu, yani wanapitia mizigo ya watu walopita kipindi cha nyuma huko. Okay. Sasa na hii pia kwa sababu na yenyewe ipo kwenye system ile. Of course ili mambo yaanze kubadilika ni lazima uongozi uamue kujiripua au kujitoa muhanga au kujitoa kafara. Zile kanuni ziwajibishwe, kwa sababu of course mtu akiambiwa, kwa mfano ikitokea jambo kiongozi umelifanya kwa usahihi, sawa, lakini ule usahihi wake umeleta mambo mengi hasi, watu waweza wakaona labda umekosea. Watu wengi, kwa sababu uongozi una siri nyingi katikati, wewe unaweza kuwa umefanya kwenye macho ya umma ukaonekana umekosea, ila ndani inaonekana wewe umejiridhisha pamoja na washauri na kwamba ili jambo liko sahihi. Ile pressure ya umma ya kuona umekosea wakakwambia ujiuzuru, ukajiuzuru, tafsiri yake ni kwamba hata we mwenyewe ulikuwa na mashaka na maamuzi yako. Kiongozi ngangari huwa hajiuzuru kama akiona amefanya jambo sahihi. Zaidi akiona kwamba kujiuzuru kwake kunaweza kukarudisha mambo katika mambo yale ambayo alikuwa anayapigania yaondoke, ndio utakiwi kabisa kujiuzuru. Na maanisha hivi, kwa mfano ili swala bodi ya ligi wakaamua kulivalia njuga, kwamba kupitia hili swala bodi ya ligi, kwa sababu watu wanasema Yanga anapigania mpira, sio Yanga lakini kuna changamoto pia ya bodi ya ligi kuwa chini ya Yanga na Simba. Nafikiri watu hawajaligusia hilo. Sasa bodi ya ligi wakiamua wao kuvalia njuga kupigiana kwamba sasa mwisho wa siku sisi tunataka bodi ya ligi iwe juu ya Yanga na Simba, hapo ndo naona watakuwa wameupigania mpira, sio Yanga na Simba kuupigania mpira. Mimi naona bodi ya ligi ndo ana nafasi ya kupigania mpira kwa sababu ya kuondoa vivuli vya Simba na Yanga kwenye ukubwa wa mamlaka. Ndio kitu ambacho kinatakiwa kwa ajili ya kupigania mpira wetu. Sasa ikitokea wamejilipua, sio, umeelewa kwamba bana sisi mechi inachezwa, asiyofika uwanjani hatakutana na kanuni ambazo tuliziunda sisi wenyewe kushirikiana na wadau ambao ndo vilabu. Jambo linakuwa kwamba mwisho wa siku Yanga watafanya nini? Wataenda kasi, kwa sababu hawezi kuchukua mapanga kwenda kuandamana. Sio, itakuwa jambo la ajabu. Kuna namna ya kupeleka malalamiko. Wataenda kasi. Wakienda kasi, of course lile faili lilitupwa, lakini kumbukumbu zipo. Sababu sio alisema ile faili limeondoshwa kwenye orodha ya kesi, lakini kumbukumbu zipo bana. Ili sakata ndo lile kwamba hao walishindwa, tukarudi tukawapangia tarehe nyingine wakagoma tena. Kwa hiyo tukawapokonya point. Basi rudini. Shughuli imekuwa imeisha hapo. Huyu amepata haki yake, bodi ya ligi imepata heshima yake. Alopoa point kapoa point, jambo limesha. Lakini wewe njoo tuongee mara kidogo, basi bana talifanyia kazi. Unakuja na huku huyu hataki cha huyu hataki cha huyu. Sasa utaanza kusikiliza hadi lini? Basi njoo. Hii ligi iko mwishoni brother. Sasa tutakuwa tunafanya kazi ya kupata suluhu. Chukua maamuzi. Kanuni zipo za nini? Nenda kwenye kitabu cha kanuni. Fuata kanuni inavyosema, kuishnei. Sasa kila siku utakuwa West tuligoma. Tarehe 8 mechi iliisha kwa sababu gani? Sijui tarehe 8. Wewe kama ulikuwa unataka kujua majibu usingeenda kasi, ungetulia chini ungesubiri hao majibu. Hayakuridhishi, unachukua ile file pamoja na wanaita nini, sijui
unajua mambo ya sheria tena, lakini kesi yoyote lazima inakuwa ina nakala yake na nini, unachukua unaambatanisha, unaenda kasi. Nakala ya hukumu, wewe unaenda kasi, bwana hii hukumu imetoka, sisi tunaona hatujatendewa haki kwenye 1 2 3. Sasa wewe hujafuata process yoyote. Umeelewa? Hata tulipokuwa shule uwezo ukatoka tukaenda kwa headmaster. Maana kuna shule zingine sisi tumesoma headmaster unaweza kwa mwezi ukamwona mara moja au mara mbili. Wewe umepigwa konzi na mwenzio bwenini, headmaster nimepigwa konzi. Sasa kunawezekana vipi? Kuna sehemu ya kufuata, unaenda kwa kiranja. Kiranja anaweza kumwambia bwana hii kesi kubwa, nenda kwa discipline master. Ukitoka kwa discipline master jambo bwana limekuwa kubwa, sio labda umefanya jambo la ajabu sana, ndio unapelekwa kwa. Sasa unatoka hapo umepigwa konzi, headmaster nimepigwa konzi. Sasa inawezekana vipi? Kuna hizi taasisi zinatakiwa ziendeshwe na kwa uweledi. Sio, unanielewa? Na mara nyingi sana ya mambo yanasababishwa na, unajua kuna siku niliwahi kukwambia Jaf. Naomba nimalizie tu kwa sababu muda unaenda, lakini kuna siku niliwahi kukwambia nikakwambia ni muhimu sana hizi taasisi kuendeshwa na au kuwekwa taratibu kwamba mtu anayepaswa mkubwa zaidi kwenye taasisi, hata kama atakuwa rais wa club, lakini kuwe kuna mtu mzima juu yake. Au ile nafasi kubwa zaidi ya uongozi kwenye taasisi kubwa kuwe na mtu mwenye umri mkubwa. Kwa sababu mtu mwenye umri mkubwa, yani mfano vilabu vyetu vingekuwa vinaendeshwa na watu wenye umri unaitwa umri wa busara, jambo lingekuwa linafanikiwa kirahisi. Lakini sasa vijana, unajua vijana tena tunavyopenda sifa, mimi nataka nikomeshe ili sio hasa ulikuwa unaita sio nini. Unajua sisi vijana tuna weakness zetu kabisa. Kwa hiyo ni muhimu pia kwenye taasisi kubwa kuwe kuna watu wazima. Of course tunapigana kwamba watu wazima wapungue ili vijana tupate nafasi, lakini kuna umuhimu pia mtu mzima kuwepo kwenye taasisi, tena kwenye hatua kubwa, sababu mtu mzima anaweza akawepo lakini chini ya kijana. Mtu mzima akamshauri, "Nyinyi wazee ndio mnatuharibiaga nyinyi. Nyinyi ndio kila siku mnaleta ya mambo yanaendelea." Lakini yule mzee akiwa juu top anaweza akatumia busara na hekima kuamua baadhi ya mambo. Umeelewa? Sasa mwisho siku si ndio hivi tunapelekana huko. Heavyweight_Dula, mtafute hivyo katika mitandao ya kijamii. Asalamu alaykum.